Jengo hili la ofisi ya kijiji cha Olevolos limefunguliwa na Mheshimiwa Amiri Mohamed Mkalipa, mkuu wa wilaya ya Rumeru, leo tarehe 21 mwezi wa 3, 2025. Watu makofi ya kutosha na vigelegele. Katika kijiji cha Olevolos ambacho kipo katika kata ya Kimnya, wilaya ya Rumeru, mkoani Arusha, historia ilikuwa inachorwa mnamo siku hiyo ya kipekee. Wananchi walipokusanyika kwa wingi kwa ajili ya uzinduzi wa ofisi ya kijiji, mradi ambao umegharimu jumla shilingi milioni 33, ikiwa ni matokeo ya michango ya wananchi na wadau wa maendeleo. Hii ni hadithi ya mshikamano, ubunifu na matumaini ya maendeleo katika jamii. Karibu fuatana nami kwenye makala hii ili niweze kukujuza yote yaliyotokea katika kijiji cha Olevolos kwenye uzinduzi wa jengo la ofisi pamoja na harambee ya ujenzi wa zahanati. Mimi ni Abel Saidi Loasa. Karibu. Kabla ya uzinduzi huo, kijiji cha Olevolos kilikumbwa na changamoto mbalimbali, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa ofisi rasmi kwa ajili ya utawala wa kijiji. Wananchi walikutana mara kadhaa na kujadili jinsi ya kupata ufumbuzi wa kudumu. Hatimaye walikubaliana na kuanzisha mradi wa ofisi ambapo kila mwananchi alichangia kwa uwezo wake. Hii ilionyesha nguvu ya umoja wa wananchi katika kutafuta maendeleo ya kijiji chao. Katika uzinduzi wa ofisi hii, mgeni rasmi alikuwa ni mkuu wa wilaya ya Rumeru, Amiri Mkalipa, ambaye aliwakilishwa na afisa tarafa Enabuisho, ndugu Jafet Mwirana. Mheshimiwa Katibu wetu afisa tarafa, karibu sasa uweze kufungua jengo letu kwa ajili ya maendeleo ya serikali. Na hakika tunawapongeza kijiji cha Olevolos kwa juhudi nzuri kuongozwa na Mheshimiwa Mwenyekiti. Karibu sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa kibali na nafasi ya kusimama mahali hapa. Si wengi wanapata fursa kama hii, ni wachache sana. Sasa tunapopata fursa kama hii, ni vyema kumshukuru yule ambaye alitupa hiyo fursa na nafasi ya kusimama. Hilo la kwanza. La pili, nimshukuru Mheshimiwa DC sana kwa kuniagiza, kwa kunielekeza nije niwakilishe. Asingefanya hivyo nisingekuwa nafanya zoezi kama hili. Kwa sababu nafanya kwa niaba ya Mheshimiwa DC na nafanya nikiwa na furaha kwa sababu ameniamini na ameniona nafaa kufanya zoezi hili. Hilo ni la pili. La tatu, kuwashukuru sasa hawa ambao wamefanya kazi hii. Hilo nitasema baadaye. Lakini tukio tulilonalo hapa ni kuzindua ofisi yetu. Hapa tuna mambo mengi, naomba nikate utepe kwa kuashiria kwamba tunakwenda kufungua ofisi yetu ya kijiji cha Olevolos. Asante sana. Makofi mengi. Hili la ofisi ya kijiji cha Olevolos imefunguliwa na Mheshimiwa Amiri Mohamed Mkalipa, mkuu wa wilaya ya Rumeru, leo tarehe 21 mwezi wa 3, 2025. Watu makofi ya kutosha na vigelegele. Tumeshafunguliwa, tumeingia huko ndani, tumeona juhudi zenu, nguvu mliotumia, kwa kweli mmefanya jambo hilo jema. Nataka niseme kwa vijiji vingine vya kata hii ya Kimnya, hebu wafanye vitu kama wanafanya Olevolos. Olevolos iko vizuri, nataka Mringiringa, nataka Kimnya na waige Olevolos. Watu wanaofanya mambo mazuri, mambo mema, huwa kawaida lazima yaigwe. Ila usige vitu vibaya. Vitu vibaya usige, lakini yale mazuri wenzako wanafanya ya kimaendeleo, basi tuweze kuiga ili tuweze kusonga mbele. Sasa nisaini kitabu kuashiria pia kwamba ofisi yetu inaweza kufanya kazi rasmi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakushukuru sana
kwa niaba ya wananchi wa kijiji cha Olevolos na kata ya Kimnya, kama alivyosema Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna furaha kubwa sana kwamba jambo linalofanyika hapa ni la kimaendeleo. Na tuwashukuru sana kwamba mara nyingi mmekuwa pamoja nasi kwa mambo mengi, kushirikiana pamoja na sisi. Sio mara yako ya kwanza kuja hapa, tunakushukuru sana. Umekuwa sehemu yetu hata kwenye utatuzi wa migogoro, umekuwa ukishirikiana pamoja nasi. Tunakushukuru sana. Lakini pia tunamshukuru Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mfikishie salamu zetu kwamba kwa kujali kufika kwetu kwenye ofisi yake na kuona sababu ya kushirikiana na sisi. Pamoja na wengine ambao wametuma taarifa, tunawashukuru sana. Na kwa niaba ya wananchi pia wa kata ya Kimnya, hakika jambo hili ambalo limefanywa na kijiji cha Olevolos ni jambo kubwa la heshima la kuigwa, na naomba tuwapigie makofi. Kwa mara ya kwanza ofisi ilijengwa na kijiji cha Kimnya na sasa ni Olevolos. Naamini pia Olmeringiringa sio mbali, tutazindua pia nyingine tutakayoanza. Tunampongeza sana Mheshimiwa Mwenyekiti wa kijiji cha Olevolos kwa mradi huu ambao umefanyika kwa muda ambao amekuwepo madarakani. Kama alivyosema, ni kazi nzuri, lakini kwa kazi pia nyingi ambazo wametaja ambazo wamefanya, tunafurahi kwamba wamekuwa na uchu wa kufanya jambo kwa ajili ya wananchi, na ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Hongereni sana Olevolos, hongereni sana viongozi wote kwa ushirikiano mkubwa ambao umeonyesha. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi sina mengi ya kusema kwa sababu kata ya Kimnya kunaifahamu, lakini sio mara yetu ya kwanza pia kufanya harambee. Jengo hili lenyewe lilianzishwa kwa upande wa harambee, lakini pia kama unavyojua tumefanya mabweni kwa upande wa harambee na tayari wanafunzi wameanza kukaa na ukuta pia. Tunaamini kwamba hata kwa hili ambalo tunalo liko mbele yetu, hili la zahanati, ni kusudio na kama inavyosema ilani ya Chama cha Mapinduzi. Uzinduzi wa ofisi haukuwa wa kawaida, ulifanyika sambamba na harambee ya ujenzi wa zahanati, jambo ambalo ni muhimu kwa afya ya jamii. Wananchi walijitolea kwa moyo mmoja, wakishirikiana na wadau wa maendeleo, huku viongozi wa kijiji na kata wakiwasimamia, akiwemo Mheshimiwa Diwani wa kata ya Kimnya Eliakim Runda Marive, pamoja na mwenyekiti wa kijiji cha Olevolos Emmanuel Lesion Ngailova. Hotuba ya mgeni rasmi ilikuwa na ujumbe wa motisha, akiwashauri wananchi waendelee kushirikiana katika miradi kama hiyo kwa ajili ya maendeleo endelevu. La kwanza nichukue nafasi kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutupa kibali ya kuwepo mahali hapa siku ya leo. Ni Mungu pekee anayeweza kutoa nafasi kwa mtu yote kufanya jambo lolote na si mwingine awaye yote. Manake tunapokuwepo, tunapopata nguvu ya kusimama na kusema, ni vema tukamtanguliza Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndio anashikilia maisha yetu. Lakini la pili ni mshukuru Mheshimiwa DC, mkuu wetu wa wilaya ya Rumeru, Amiri Mkalipa. Yeye ndio mgeni rasmi kwenye shughuli hii. Mheshimiwa DC yuko safarini. Alinipigia simu akanipa maelekezo kwamba wananchi wa kijiji cha Olevolos kata ya Kimnya wamemwomba kuwa mgeni rasmi kwenye shughuli hizi kuu mbili leo. Shughuli ya kwanza ilikuwa ndio hii ambayo tumekwisha kuimaliza, kufungua jengo la ofisi ya kijiji, lakini shughuli ya pili ni kuendesha harambee. Kwa hiyo anawasalimu sana Mheshimiwa DC, anasema amekubali kabisa mwaliko wenu, anafurahi sema hili lililotokea kwamba yuko safarini, na anasema yuko bega kwa bega na ninyi. Lakini la pili basi ni shukuru viongozi wa kijiji cha Olevolos pamoja na kata ya Kimnya kwa ujumla, kuona umuhimu wa kumwalika Mheshimiwa DC, kuona umuhimu wa kumwalika pia afisa tarafa, kuona umuhimu wa kualika wadau wote walioko mahali hapa. Mmedhamini, mmetudhamini, mmetuheshimisha pia kwamba tunaweza kuwa pamoja na ninyi kwenye matendo haya makuu ambayo mnakwenda kuyafanya. Lakini pia niwashukuru basi wale wote walioitikia wito. Baada ya kupata mialiko wakaitikia wito wa kufika. Inafurahisha sana unapokuwa na jambo lako unalifanya, ukawaalika watu na watu wakaja, linakuwa linafurahisha sana. Kwa hiyo ninyi nyote mliofika kwenye tukio hili leo, hamkukosea kabisa. Mmewakubalia ombi lao hawa ndugu zetu wa Olevolos pamoja na kata nzima ya Kimnya ili kuungana nao kwenye matukio haya
mema kabisa ya kimaendeleo. Lakini lingine la tatu ni washukuru wananchi wa kijiji cha Olevolos kwa ujumla wao. Viongozi wenu wamekuwa wakiwashirikisha matukio makubwa kabisa ya kimaendeleo, na wao wamekuwa hawarudi nyuma. Wamekuwa wakiwaunga mkono kwenye harakati za kujiletea maendeleo, na ni jambo jema. Hamkuwa mnatumia nguvu kubwa, ila ni elimu ya kuwashirikisha, na wao pindi mnapowapa elimu wanaitikia na kuungana pamoja na ninyi, na ndio maana tunaona maendeleo kama haya. Niseme kijiji cha Olevolos ni miongoni mwa vijiji vichache kabisa ndani ya halmashauri yetu ya Arusha ambao vitu vikubwa vizuri vinafanyika kabisa kabisa. Hata leo ukienda kule TAMISEMI kuna jina la Olevolos inafahamika kwa matukio fulani hapo nyuma ambayo yamefanyika hapo Olevolos. Mnafahamika kabisa. Hiyo sifa yenu njema ya kufahamika kwenu, msirudishe nyuma. Endeleeni kusonga mbele. Msiishie sasa kujenga kituo cha dispensary au zahanati. Baada ya hapo pigeni tena hatua nyingine mpaka maendeleo yaweze, wananchi wetu waweze kupata maendeleo kwenye eneo letu hili la kutosha. Lingine ambalo nafikiri niliseme ni kumshukuru sana sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, serikali ya awamu ya 6 kwa kazi kubwa wanayoifanya. Mimi binafsi nimeona na ninathibitisha kwa jinsi maendeleo yanapofanyika kwenye maeneo yetu, na hata wana Kimnyak, wana Olevolos mnafahamu, na ninyi ni mashuhuda wa miradi mikubwa inayotekelezwa na serikali ya awamu ya 6. Kwa uchache ukienda pale sekondari yetu ya Kimnyak, ni mambo makubwa yanafanyika pale. Pamebadilika pale, na ndio maana nasikia sasa mnahitaji kupata A-level pale. Ni kulingana pia na mazingira mazuri ambayo tayari yameshaonekana kwenye eneo hilo la sekondari yetu. Hili wazo lenu la kuwa na A-level mimi nadhani inawezekana kabisa, wala halina shida, kwa sababu kwanza sekondari yetu ni miongoni mwa sekondari kongwe kiasi fulani kwenye ukanda huu. Haikuanza jana juzi. Kwa hiyo sasa ni kuendelea kuboresha ile sekondari yetu, kuendelea kuongeza baadhi ya miundombinu ambazo hazipo, ili lile lengo letu la kuomba na kuhitaji kuwa na A-level liweze kufanyaje, liweze kufikiwa. Kiti wetu wa Olevolos umemrudisha kwa sababu ya kazi na shughuli nzito yenye baraka anazozifanya. Tuendelee kabisa kuwaunga mkono. Mimi niombe sana hilo, tuendelee kuwaunga mkono. Nataka tu niseme, kwa kazi yeyote mnayokwenda kuianza, serikali lazima iwaunge mkono. Hiyo ndio ahadi ya serikali. Kwa kazi yeyote, kwa shughuli yoyote mtakayoanzisha, ni lazima serikali iwaunge mkono. Tumeanza na ujenzi wa darasa la sekondari ya Kimnyak na tumekamilisha hilo darasa, sasa hivi linatumika. Kama kijiji na wadau tumefanya hiyo kazi kwa kuchangisha fedha kidogo kidogo mpaka tumalize hilo darasa. Lakini pia tukaanza ujenzi wa ofisi ya serikali ya kijiji, ambayo toka mwanzo tulikuwa tunakaa au tunapangisha kwenye jengo la Chama cha Mapinduzi tawi la Olevolos. Lakini kwa sasa tumeweza kujenga toka 2021 tumekamilisha jengo la ofisi ya kijiji ambalo lina ofisi 3 na ukumbi wa vikao, ambayo jengo hilo imegharimu shilingi milioni 33, ambayo hizo fedha hizo zimechangwa na wananchi wa kijiji cha Olevolos na wadau mbalimbali kutoka nje ya kijiji cha Olevolos na ndani ya kijiji cha Olevolos. Kwa hivyo, ndugu mwandishi wa habari, tukaona ni vyema tuzindue jengo hili, tufungue rasmi kwa kubuni mradi mwingine, maana mwisho wa mradi mwanzo wa mradi mwingine. Tukaona tubuni mradi mwingine wa ujenzi wa zahanati, ambayo zahanati hiyo iliyoboreshwa, ambayo ina jengo la mama na mtoto, ambayo itamuokoa mama mjamzito asiende umbali mrefu, na pia itawasaidia wazee ambao hawana uwezo wa kwenda umbali mrefu, lakini pia itasaidia kwa wale ambao hawawezi kwenda hospitali za private ambazo ziko jirani na kijiji chetu. Kwa hivyo tukaona ni vyema tukaanza ujenzi wa zahanati hiyo, na leo tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa kuchangisha fedha material kwa ajili ya ujenzi wa zahanati, ambayo ujenzi huo tunategemea kuanza mwanzoni kabisa mwezi wa 5, kwa sababu mwisho wa michango hiyo ni tarehe 30 ya mwezi wa 4. Wakati wa harambee, wananchi walijitokeza kwa wingi na michango yao
ilipatikana jumla ya shilingi milioni 13,726,500 ilikusanywa. Pamoja na fedha hizo, vifaa mbalimbali vya ujenzi vilipatikana, ikiwa ni pamoja na saruji, mabati na vifaa vingine muhimu. Tumepata cash milioni 3,50,500. Fedha benki, kama mnavyojua kwamba kwenye lile tangazo la kuonyesha kwamba kuna harambee hii, namba ya account ilikuwepo. Zilizopo kwenye account mpaka sasa ni shilingi 700,000. Ahadi ambayo tumeipata ni shilingi milioni 9,976,000. Hizo ndizo ahadi tulizozipata. Jumla ya fedha cash, fedha zilizoko kwenye akaunti yetu na ahadi ni milioni 13,726,500. Tujipongeze kwa hilo. Pamoja na hilo, tunazo vifaa kama ifuatavyo. Vifaa kwa ajili ya ujenzi kama ifuatavyo. Tumeahidiwa kupewa mchanga tani 42 sawa na lori 6 ya tani 7. Lakini pia tumeahidiwa kupata matofali mazito kwa ajili ya ujenzi wa zahanati yetu. Jumla ya matofali 800. Ujipongeze. Kwa hiyo kwa jumla yote hiyo tuna fedha jumla milioni 13,726,500. Alafu tunazo lori 6 za tani 7 pamoja na ahadi ya matofali mazito 800. Tujipongeze sana kwa hilo. Sementi, tuna ahadi ya sementi, ahadi mifuko 186. Kumbe hilo eneo nilitaka kupitiwa kidogo, na ni eneo muhimu sana kwenye ujenzi wetu. Yaani nataka niseme ni kwamba kazi ya ujenzi tunataka tuanze kesho na sio vinginevyo. Mimi sioni kuna haja gani ya kuendelea kufanyaje? Kuchelewa. Kwa sababu kila kinachohitajika tunayo. Kama ni fedha kwa ajili ya mafundi na vibarua ipo, sementi ipo, matofali ipo, mchanga ndio huo. Kuna haja ya kuendelea kusubiri? Kwa hiyo mimi nasema mambo yamekwenda vizuri, na kama nilivyotangulia pia kusema, mheshimiwa mgeni rasmi, mheshimiwa DC pindi atakaporejea basi atafika kwa ajili ya kuwasilisha ahadi yake. Na washukuruni sana, asanteni. Hali hiyo ilionyesha jinsi watu walivyokuwa na msukumo wa kuleta mabadiliko katika kijiji chao. Uzinduzi wa ofisi ya kijiji na harambee ya zahanati sio tu vilikuwa matukio ya kihistoria, bali na pia vilileta matumaini mapya kwa wananchi wa Olevolos, kama wanavyoeleza wananchi hawa pamoja na afisa mtendaji wa kata ndugu Joshua Molel. Niseme tu kwamba bado wananchi wana imani na viongozi wa kata hii. Ukianzia kwa wenye vitu wa vijiji wote pamoja na ngazi ya kata, bado imani ni kubwa. Mimi nishukuru sana kwamba tumeshirikiana kwa kipindi chote na tutaendelea kushirikiana, maana nahitaji pia ofisi ya Olumuringaringa, picha Olumuringaringa ijengwe mapema. Kila kijiji iweze kuwa na ofisi, tuweze kuhudumia wananchi katika sehemu ambayo ni angalau ni safi. Lakini pia nategemea kwamba kila kijiji iwe na zahanati. Maana yake ni kwamba zahanati iliyoko Kimnyak itabaki kwa ya Kimnyak, lakini inayojengwa hapa itabaki kwa ya Olevolos, lakini ya Olumuringaringa lazima tukajenge zahanati. Na tutafanya kwa mtindo huu tu, kwa sababu tuna utaratibu mzuri kwamba tunapofanya jambo lazima wananchi wajue, na ndio maana wanachangia, wana moyo wa kuchangia, kwa sababu wanatuamini kwamba tutafanyia kazi sahihi. Leo nimeona kazi ambayo imefanyika na hamasa kubwa ambayo mwenyekiti ameifanya katika kitongoji hichi, kijiji hichi cha Olevolos, na watu wamejitolea, wamejenga jengo hili zuri ambalo tunaliona wote, na kwa kweli kuna umuhimu mkubwa wa vijiji vingine kujifunza na vitongoji vingine kujifunza na kuhakikisha kwamba wanasukuma maendeleo mbele. Maendeleo hayaletwi na kundi kubwa la watu, naletwa na watu wachache
wachache wanaanzisha na kuhamasisha watu, sasa viongozi kuhamasisha watu kufanya kazi kwa juhudi na kuhakikisha kwamba wanajiletea maendeleo yao kwa ajili ya maisha yao wenyewe na vizazi vijavyo. Kwa sasa kazi ambayo inafanyika na kijiji cha Olevolos ni kuendesha harambee ya ujenzi wa kituo cha afya na jengo la mama na mtoto na pamoja na maabara. Kwa kweli ni jambo zuri sana. Kuna vijiji vingine havina, kata zingine hazina, lakini kijiji cha Olevolos ni kijiji ambacho ina mfano mzuri wa kuigwa kwa kweli, kwa sababu imefanya kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba wanahamasishana. Na hapa sijaona siasa za chama kimoja. Nimeona hata wenzetu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wameungana pamoja kuhakikisha kwamba pia nao wanaungana kwenye swala zima la maendeleo. Hadithi hii ya uzinduzi wa ofisi ya kijiji cha Olevolos ni kauli mbiu ya umoja, juhudi na matendo ya pamoja. Inatufundisha kuwa maendeleo yanaweza kupatikana kwa ushirikiano na kwamba nguvu ya jamii inashinda kila kizuizi. Hiyo ni mfano wa jinsi ya kujenga jamii imara na endelevu. Mwandaji wa makala hii ni mimi Abel Saidi Loasa, na hii ni Asalo TV Online.